Ukifungua kurasa za watu maarufu katika tasnia ya habari, basi huwezi kuruka jina la Charles Martin Hilary. Lakini kwa sasa ni nini kimesikika kwenye masikio ya watu juu ya Charles Hilary? Taifa limepokea, lakini kwa masikitiko makubwa. Nami nitadonoa kidogo juu ya maisha yake. Yamkini unamfahamu vyema, lakini haya naye kwenda kukueleza labda hujawahi kuyasikia. Charles Hilary ni mmoja ya waandishi wa habari wa kongwe na mashuhuri nchini Tanzania. Kwa zaidi ya miongo mitatu amejipatia heshima kubwa kutokana na umahiri wake katika utangazaji wa michezo, hususan ni soka, na mchango wake katika sekta ya habari ndani ya nchi yake. Charles Hilary alizaliwa mnamo mwaka 1964 katika eneo la Nyang'ombe, Zanzibar. Mnamo mwaka 1968 alihamia Dar es Salaam kujiunga na shule ya msingi Ilala Mchikichini. Baadaye alisoma katika shule ya sekondari Kinondoni ambapo alimaliza kidato cha 4 mwaka 1979. Safari yake ya kitaaluma ilianza mwaka 1981 alipojiunga na redio Tanzania Dar es Salaam RTD kama mtangazaji mchanga. Katika RTD Charles alijifunza kukuza kipaji chake cha utangazaji hasa katika michezo. Mwaka 1994 alijiunga na kituo kipya cha Radio 1 Stereo akiwa miongoni mwa waanzilishi wa redio binafsi nchini. Ila umahiri wake ulimpelekea hadi Deutsche Welle DW mwaka 2003 baada ya kujiunga na BBC Swahili mwaka 2006, na katika kipindi chake cha BBC alijipatia umaarufu mkubwa hasa kwa kutangaza mechi za soka kwa ustadi wa hali ya juu. Na mnamo mwaka 2010 alikuwa Mtanzania wa kwanza kutangaza mara kwa mara mechi za fainali za kombe la dunia akiwa uwanja wa Afrika Kusini, hatua ambayo ilimpa heshima kubwa katika tasnia ya utangazaji. Lakini baada ya kustaafu kwa hiari kutoka BBC mwaka 2015, Charles Hilary alirejea Tanzania na kujiunga na Azam Media. Alisema kuwa alivutiwa na umakini wa umahiri wa wazawa wa vyombo vya habari na alitaka kusaidia katika kuhifadhi Azam katika habari za televisheni na redio. Ila mnamo Disemba mwaka 2021, Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi alimteua Charles Hilary kuwa mkurugenzi wa idara ya mawasiliano Ikulu Zanzibar. Baadaye mnamo Februari 2023 aliteuliwa pia kuwa msemaji mkuu wa serikali ya mapinduzi Zanzibar, nafasi iliyopelekea kuishikilia sambamba na majukumu yake ya awali. Na hivi sasa baada ya kupokea taarifa ya kifo chake, taifa limehuzunika. Kutoka Zanzibar Broadcasting Corporation ZBC, Charles Hilary alifariki alfajiri ya Jumapili Mei 11, 2025 baada ya kuugua ghafla. Alikuwa akipelekwa hospitali ya taifa Muhimbili, tawi la Mloganzila kwa ajili ya matibabu, na hadi sasa chanzo rasmi cha kifo chake hakijatajwa wazi. Taarifa zaidi kuhusu sababu ya kifo chake zinaweza kutolewa baada ya uchunguzi wa kitabibu kukamilika. Ila Charles Hilary alikuwa na mchango mkubwa katika tasnia ya habari na utangazaji nchini Tanzania, na atakumbukwa kwa sauti yake ya kipekee ya umahiri katika utangazaji wa michezo. Baba Charles Hilary, pumzika kwa amani baba.